وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Maida ni miongoni mwa sura ndefu katika Qur'ani zilizoteremka katika mji wa Madina, ikiwa na aya takriban 120. Aya ya 94 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza juu ya mtihani waliopewa masahaba mwaka ule wa sulhu ya Hudaibia, na ndani ya aya ile Mwenyezi Mungu anaeleza nini lengo la mtihani huo. Mwenyezi Mungu anasema baada ya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakumullahu bishay'in minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Anasema enyi wale ambao mlioamini, Mwenyezi Mungu anasema atawajaribu, atawapa mtihani katika wale wanyama ambao kipindi kile wao au sheria imeweka wakati wa hija au umra, ukishahirimia huruhusiwi kuwinda. Sasa wao wanapewa mtihani kwamba wasifanye hivyo, wasiwinde wanyama wanaoliwa, ilhali tayari wamekwisha hirimia. Lakini katika kipindi ambacho wanyama mwaka ule walikuwa wengi sana, kiasi kwamba muindaji anaweza kuwakamata kwa mkono, au hata asiyejua kulenga akitupa mkuki wake bado atampata mnyama. Mwenyezi Mungu anasema anawapa mtihani wasifanye hivyo, hawaruhusiwi. Na lengo la mtihani huu anasema liya'lam Allahu man yakhafuhu bilghaib. Mwenyezi Mungu anataka kujua nani miongoni mwao anamuogopa Mwenyezi Mungu kwa siri, akiwa mwenyewe hakuna watu wanamuona. Famani atada, atakayefanya kinyume na hivyo baada ya kupata taarifa hii kisha akaendelea, falahu adhabun alim, huyo atapata adhabu yenye kuumiza. Mtihani huu walipewa masahaba wa kwamba hawaruhusiwi kuwawinda wale wanyama ambao walikuwa wengi mno, lakini Mwenyezi Mungu anataka kujua kati yao nani anayemuogopa yeye kwa siri. Aya ya 95 iliyofuata Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, la taqtulu as-sayda wa antum hurumun, msiue hao wanyama wanaoliwa, msiwawinde ilhali tayari nyinyi mko ndani ya ihramu. Lengo, Mungu anataka kujua nani kati yao anayemuogopa yeye kwa siri. Kuogopa kwa siri ndio kuogopa kwa mwanzo kunakotakiwa katika kumuogopa Mwenyezi Mungu. Kuogopa kwa siri na kuogopa kwa dhahir. Kuogopa kwa dhahir kila mmoja anaweza kufanya, maadamu watu wamekuzunguka wanakuona, unaweza kuacha kufanya kwa sababu watu wanakuona, lakini ukasafiria kuwa unamuogopa Mwenyezi Mungu. Lakini unapokuwa huna mtu anayekuona, au uko pahala hakuna watu wanakujua, uko ulikosafiri kibiashara, ukaacha kufanya yaliyoharamishwa kwa sababu unamuogopa Mungu, ndo kuogopa kwa siri. Wao walipopewa mtihani ule
Mungu alikuwa anataka kujua nani anamuogopa kwa siri, na kuogopa kwa siri kuna malipo makubwa. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Mulk aya 12 baada ya bismillahir rahmanir rahim, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, hakika ya wale ambao wanayemuogopa Mola wao kwa siri kwanza, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wana msamaha wa Mwenyezi Mungu, ni haki yao kupata, na wana malipo yaliyo makubwa. Kwa hivyo kuogopa kwa siri ni dalili ya ukubwa na nguvu ya imani ya mtu. Kuogopa kwa siri ni dalili ya usafi wa moyo wa mtu. Kuogopa kwa siri ni dalili ya ukweli wa yakini ya mtu yule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie na sisi tuwe miongoni mwa hao. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuiusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumwogopa, la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masahaba mwaka wa Hudaibia walipewa mtihani na walifaulu mtihani ule. Lengo la mtihani, liya'lam Allahu man yakhafuhu bilghaib. Mwenyezi Mungu anataka kupambanua, anataka kujua nani anayemuogopa kwa siri. Sisi leo tunao mtihani, na mtihani wetu ni simu zetu, smartphones. Mtihani wetu ni mitandao ya kijamii tulionayo, nayo ni mtihani kwa lengo lile lile. Mwenyezi Mungu anataka kujua nani anayemuogopa kwa siri, kwa sababu kwa mara ya kwanza katika historia ya mwanadamu ulimwenguni, leo unaweza kusengenya ukiwa peke yako, wala hakuna mtu anakuona, wala uhitaji mtu wa pili pale ulipo. Unachohitaji ni smartphone. Kwa mara ya kwanza katika historia ya mwanadamu, unaweza kuchafua na kumdhalilisha mwingine ukiwa peke yako, wala uhitaji mtu mwingine. Unachohitaji ni smartphone. Tuzingatie kwa namna ile ile ya masahaba, liya'lam Allahu man yakhafuhu bilghaib, kwamba huu nao ni mtihani. Mwenyezi Mungu anataka kujua nani anamuogopa kwa siri. Kwa mara ya kwanza kwenye human history, unaweza kucheza kamari ukiwa peke yako chumbani kwako. Unahitaji simu tu ya mkononi, smartphone. Kwa mara ya kwanza katika historia ya mwanadamu, unaweza kufanya uzinifu ukiwa peke yako. Unahitaji smartphone tu, unayo. Zingatia, liya'lam Allahu man yakhafuhu bilghaib. Unayo, lakini Mungu anataka kujua nani anamuogopa kwa siri. Na tuzingatie, kumuogopa Mwenyezi Mungu kwa siri kuna malipo makubwa. Miongoni mwa malipo hayo ni msamaha wa Mwenyezi Mungu, lakini pia thawabu, kwa maana ya malipo makubwa, kama Mwenyezi Mungu alivyosema,
innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaib, wanaimwogopa Mola wao kwa siri, wakaacha kuvunja heshima za wenzao, kwa sababu anaweza kujificha kwenye mitandao akajipa jina lolote kisha akadhani kwamba hiyo sasa inampa uhalali wa kufanya chochote. Lakini muumini anayemwogopa Mwenyezi Mungu kwa siri, kwanza lahum maghfira, hao wana msamaha wa ajrun kabir, na malipo makubwa. Lakini matunda ya kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa siri inakusaidia kujiepusha kuingia katika maasi, hata kama hakuna anayekujua. Uko kwenye nchi, hakuna watu wa msikiti wako watakuona, lakini ukajizuia kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuona, malipo yake ni makubwa mno. Paka wanatuambia idha ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu, ukiwa pahala peke yako usiseme niko peke yangu hakuna anayeniona, walakin qul alayya raqibu, lakini sema yuko anayeniona, Mwenyezi Mungu anakuona. Wanazuoni wakatuambia mambo gani yanamsaidia mtu katika kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa siri. La kwanza wakasema kukumbuka umauti, kifo, na kwamba umauti unakuja ghafla, hakuna anayejua atakufa wapi, atakufa lini na katika hali gani. Kwa hiyo kwenye sura hii inakufanya saa zote uchukue tahadhari, usiingie kwenye kufanya mambo kisha umauti ukakukuta huko. Lakini la pili wakasema kufikiria kwamba dunia hii inapita, kila kilichomo katika dunia ni mataul ghurur, ni starehe yenye kudanganya, inapita. Tatu, kukumbuka kwamba madhambi yanaondosha ile halawa ya imani, ile ladha ya imani inaondoshwa kwa madhambi, na kuacha madhambi ndo kunaleta ile ladha ya imani ambayo mja anaipata kwenye moyo wake. liya'lam Allahu man yakhafuhu bilghaib, Mwenyezi Mungu alipowapa masahaba mtihani ule aliwaambia anataka kujua nani anamuogopa Mwenyezi Mungu kwa siri. Na sisi leo tunao mtihani wetu huo. Mwenyezi Mungu anataka kujua nani anamuogopa Mwenyezi Mungu kwa siri. Haitoshi kuweka password za kila namna, kwamba kwenye WhatsApp una password, kwenye gallery yako una password, kwenye video zako una password, kwenye kila kitu umeweka, ili mradi unaona hapo ndo umejistiri. Unasahau wa Mwenyezi Mungu anakuona vile unavyoviangalia, yale unayoyafanya, akili nzuri aliyokupa, maarifa mazuri na elimu aliyokupa. Unadhani hiyo ndiyo njia nzuri ya kumshukuru? innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaib, wale wanaomwogopa Mola wao kwa siri wana msamaha wa Mwenyezi Mungu, lakini wana malipo yaliyo makubwa. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، خصوصا منهم امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة، وعن أزواج نبيك وعمي وسبطي ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.